Takwimu zinazoonyesha kwamba idadi ya watu wengi bado hawajalipa kodi katika mkoa wa Mbeya na bado wanadaiwa. Wizara inafanya operation maalum katika mkoa wa Mbeya, operation ambayo itakwenda katika halmashauri 7 za mkoa wa Mbeya, na katika operation hiyo mtu yote ambaye anajua anadaiwa kodi ya pango la ardhi atafikiwa. Timu maalum ya wataalamu imeandaliwa, itapita nyumba kwa nyumba, kiwanja kwa kiwanja, ofisi kwa ofisi, mtaa kwa mtaa, ili kuhakikisha kwamba fedha zote za serikali ambazo hazikulipwa zinalipwa. Kwa upande wao, baadhi ya wawekezaji waliotembelewa na timu ya wataalamu wa ardhi wameeleza maoni yao kuhusu zoezi hilo, wakisema ni muhimu kwa serikali kusimamia sheria, huku wakisisitiza umuhimu wa kupewa elimu zaidi kuhusu utaratibu wa ulipaji wa kodi ya pango la ardhi. Ni wajibu wangu kulipa, na deni hili halijaja kwa makusudi, ni kwa sababu tu ya idadi ya wanafunzi kushuka. Sasa idadi ya wanafunzi maana yake ndio ambayo inaleta makusanyo ya ada. Kwa wanafunzi wanapokuwa wachache, obviously ada inakuwa ni kidogo sana, lakini bado sio hoja ya kujitetea kwenye hilo. Mimi nimejipanga, nitalipa. Nafikiri nilishapeleka maombi yangu ofisi za ardhi, na nimeelezwa kwamba ikifika Juni angalau hili deni liishe. Unaweza kukuta vishoka tu wanakuja, mnaanza kusumbuana, wanakuvamia kwa biashara, na biashara saa nyingine unakuwa mhusika haupo. Sasa hii wizara inafanya kutembelea ni jambo zuri, na linahamasisha ulipaji wa kodi kwa hiari, sio tena kwa kuweza kukimbizana tena. Kulipa kodi ili kuweza kufanya shughuli zote za nchi ziende. Operation hiyo imeongozwa na kamishna msaidizi wa ardhi anayeshughulikia mapato na uwekezaji kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maendeleo na Makazi, Bwana Leonard Msafiri, ambaye amesema wizara imejipanga kuhakikisha wadaiwa wote wanalipa kodi zao kwa wakati ili kuongeza mapato ya serikali na kuboresha huduma za kijamii. Kwa hiyo sisi rai yetu ni kwamba kila aliyemilikishwa kipande cha ardhi atimize wajibu. Sasa pale ambapo hajatimiza wajibu ni nini kinachotokea? Mheshimiwa Waziri alifafanua vizuri sana. Moja ni kwamba kipande chako cha ardhi utafutiwa milki, hati yako itaondolewa na utakuwa una haki. Kama tunavyojua, ardhi yote nchini Tanzania inamilikiwa na wananchi, inamilikiwa na rais mwenyewe, ndio mmiliki wa ardhi, lakini sisi wananchi ni wapangaji katika ardhi. Kwa hiyo tuna wajibu, ukiwa mpangaji una wajibu wa kulipa. Sasa usipolipa maana yake tunafuta miliki yako. Kutoka mkoani Mbeya, Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.